أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungu amsaidie sana. Anasema Mwenyezi Mungu ni mpokeaji wa msamaha na toba ya mja wake. Sharti ni kwamba iwe toba ya kweli na yasiwe maneno yatokayo mdomoni tu. Ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu ameeleza jambo hili katika sehemu mbalimbali ya kwamba wanaofanya toba ya kweli yeye huwajalia mali na watoto, na ni njia moja ya kuepukana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Aombaye ghofira anakuwa mwenye kuvutia rehema ya Mwenyezi Mungu. Sehemu moja Mwenyezi Mungu akiwapa wafanyao istighfar habari njema akasema ya kwamba lawajadullaha tawabar rahima, lawajadullaha tawabar rahima. Bila shaka wao wanamkuta Allah mwenye kupokea toba na mwenye rehema, lakini sharti ni hili ya kwamba uwe msamaha wa kweli na iwe toba ya kweli. Katika hadisi moja inapatikana hat Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia ya kwamba anasema mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kuwa mwenye kufanya toba ya kweli kutoka dhambi yake ni kama mtu asiyefanya dhambi yoyote. Mwenyezi Mungu anapompenda mtu fulani, hapo dhambi haiwezi kumpatia madhara yoyote, yani mambo ya dhambi hayawezi kumvutia upande wa ubaya, na Mwenyezi Mungu anamsalimisha kutoka matokeo ya ubaya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya hii ya kwamba inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin, hakika Allah huwapenda wanaotubu na wanaojitakasa. Akaulizwa, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alama ya toba ni nini? Kivipi tutajua kuhusu toba ya kweli? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kujuta juu ya makosa ni alama ya toba. Basi mwenye kutubu kweli kweli, upande mmoja anatakasika na madhambi, wakati huo huo anapoonesha majuto ya kweli anapata mapenzi ya Allah pia, na mara kwa mara anapata sehemu kutoka kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Hat Masihi Maud alayhi wassalam sehemu moja ameeleza masharti ya kufanya toba ya kweli. Sharti la kwanza aliloeleza ni kwamba mtu aachane na mawazo mabaya na fikra potofu. Basi mawazo yanayofahamika kuwa sababu ya ladha mbaya mtu ayaachi kabisa. Hiyo ni jihadi kubwa mno ambayo mtu anapaswa kuifanya, ndipo atapiga hatua ya kufanya toba. Sharti la pili ni hili ya kwamba adhihirishe majuto ya kweli kweli.
atafakari ya kwamba ladha hizi na starehe za kidunia ni vitu vya muda tu na kila siku vinaendelea kupungua sambamba na umri wa binadamu. Sasa kwa nini mtu aendelee kushikamana navyo? Basi ni mwenye bahati njema ambaye aelewe uhakika huo na afanye toba, aoneshe majuto ya kweli kweli, na ndiyo kujuta juu ya mazambi ambayo mtume saa salam ameieleza. Na sharti la tatu ni kwamba afunge nia imara ya kwamba hataenda karibu na maovu haya, na asiishie hapo tu kwamba ameahidi ya kuwa hataenda karibu na maovu, hiyo inatosha, bali hulka njema na vitendo vitukufu vichukue nafasi zake. Hii ndiyo toba ya kweli na ndiyo majuto kweli kweli. Na hali hii ikipatikana, basi mwenyezi mungu kisha anawapenda waja wake. hata masihi maud alahsatu wassalam anatuelekeza mara kwa mara kuhusu toba na kuomba ghofira. Mtu anakosea katika maisha yake na makosa haya anapoyarudia mara kwa mara, basi makosa haya yanamuingiza katika dhambi moja baada ya nyingine. Hivyo muda wote tukiomba ghofira ya allah na tukiinama mbele ya mwenyezi mungu, tunatakiwa kufanya juhudi ya kutakasa mioyo yetu, na daima tuwe na wasiwasi na fikira hii ya kwamba haki za allah na haki za wanadamu zisipotee kamwe. kama nisemavyo, hatmasihi maud alahi ssalam ameielekeza jamaat mara kwa mara kufanya istighfar. yeye alikuwa na wasiwasi sana kiasi kwamba haikutokea nafasi yoyote ambapo hakuielekeza jumuiya upande wa toba. kwenye vikao vyake, katika maandiko yake alieleza mara kwa mara. basi ni muhimu kwetu ya kwamba kwa kuweka mbele yetu maagizo ya hatmasihe maud salam aliyoyaeleza chini ya mwanga wa miongozo na amri za mwenyezi mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tufanye juhudi ya kuyatekeleza ili tuwe wenye kutimiza haki ya baiati pia. na tusipojiletea mabadiliko matakatifu na tusipoelekea kufanya toba ya kweli na kuomba ghofira, hapo ahadi yetu ya kujirekebisha haiwezi kutupatia faida yoyote. hatmasihe maud alah salam sehemu nyingi ameeleza kuhusu toba. baadhi ya maandishi nayaweka mbele yenu. kuna faida gani ya kuomba ghofira? akieleza hiyo anasema ya kwamba wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilai, kumbukeni ya kwamba vitu hivi viwili vimetolewa kwa umati huu. moja ni kwa ajili ya kupata nguvu na nyingine ni kwa ajili ya kuonyesha kimatendo nguvu iliyopatikana. kwa ajili ya kupata nguvu kuna istighfar ambayo kwa maneno mengine wanaita kuomba msaada na nusura, yaani kumwomba allah msaada. masufi wameandika ya kwamba kama vile kwa kufanya mazoezi, kwa mfano kuinua uzito na uzani kuna muimarisha mtu kimwili, wanaonyanyua uzito, wanaofanya mazoezi ya aina mbalimbali, kama vile wakifanya mazoezi nguvu ya kimwili inazidi, vivyo hivyo mazoezi ya kiroho ni istighfar, na kwayo roho inapata nguvu na moyo inapata kuimarika. mtu akitaka kujipatia nguvu basi afanye istighfar. mnataka kupata nguvu basi ombeni ghofira, fanyeni istighfar. ghafar maana yake ni kufunika na kudhibiti, na kwa kuomba ghofira mtu anajaribu kufunika na kudhibiti hisia na mawazo na yanayomzuia kutoka kwa allah. basi maana ya istighfar ndiyo hii ya kwamba mambo hatari ambayo kwa kumshambulia mtu yanataka kumwangamiza yeye ayashinde
na akiepukana na vizuizi vilivyo katika njia ya kutekeleza amri za allah azionyeshe kwa matendo. jambo hili pia likumbukwe ya kwamba mwenyezi mungu ameweka katika asili ya binadamu vitu vya aina mbili. moja ni kitu cha sumu ambacho mwakilishi wake ni shetani, na pili ni tiba yake. mtu anapofanya kibri na anajifahamu kuwa kitu kikubwa na hapati msaada kutoka kwa chemchem ya kitiba, hapo nguvu ya kisumu inamshinda. lakini anapojifanya kuwa kitu zalili na mnyonge na anahisi kwamba anahitaji msaada wa mungu, wakati ule inatokea chemchem moja kutoka kwa allah ambayo kwayo roho yake inayeyuka, na ndiyo istighfar na maana yake. yaani akipata nguvu hiyo ashinde tabia yake yenye sumu, na hiyo ndiyo istighfar ya kweli. ilmuradi maana yake ni kwamba mufanye ibada hivi ya kuwa moja, mumtii mtume; pili, muda wote muombe allah msaada wake. ndio kwanza muombe allah msaada wake, na mkipata nguvu basi tubu ilahi, yani muelekee kwa allah. ili kupata msaada wa allah mtalazimika kumwomba na kufanya dua. kisha anasema ya kwamba ni zwahiri shahiri ya kuwa mtu katika asili yake ni dhaifu sana na amebebwa mzigo wa mamea ya amri za allah. mtu ni mzaifu, lakini mwenyezi mungu amempatia maamrisho mengi, basi imo katika asili yake ya kwamba yeye kwa sababu ya udhaifu wake anaweza kukosa baadhi ya utekelezaji wa amri zake. ni jambo la kawaida. zipo amri nyingi, yawezekana kwamba asiweze kuyatekeleza yote, na saa nyingine baadhi ya tamaa za nafsi zinamshinda. basi yeye kwa mujibu wa udhaifu wa asili yake ana haki ya kwamba wakati wa kutokea kosa fulani akifanya toba na akiomba ghufira, hapo rehema ya allah itakuwa imemwokoa kutoka kwa angamia. iwe toba ya kweli. udhaifu uliowekwa katika asili ya binadamu, kwa sababu yake yeye ana haki ya kwamba mwenyezi mungu apokee toba yake ya kweli na amsalimishe. hivi jambo hili ni la yakini kwamba kama mungu asingekuwa mpokeaji wa toba, mtu asingebebwa mzigo huo wa mamea ya amri, na jambo hilo linathibitisha wazi ya kwamba mwenyezi mungu ni mpokeaji wa toba na ni mwenye kusamehe. na maana ya toba ni kwamba mtu aache ubaya akikiri ya kwamba hata baada yake akitiwa motoni, hata hivyo yeye hatafanya ubaya ule. basi hili ni sharti mtu afanye toba ya namna hiyo. basi mtu anapoelekea kwa allah kwa azma imara na kwa ukweli huu, basi allah katika zati yake ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu. yeye anasamehe zambi, na hiyo ni kutoka sifa za juu za allah ya kwamba akipokea toba anamsalimisha kutoka angamio. na mtu asipo na tumaini la kupokelewa kwa toba, kisha yeye hatajizuia kufanya dhambi. kama hana tumaini kwamba toba yake itakubaliwa, kisha ataendelea kutenda dhambi. watu wengi huuliza, kuna faida gani kama huu ndio mwisho? hapana. kabla ya kutokea muda ule wa mwisho, kama mkifanya toba, basi allah anasalimisha. alisema ya kwamba dini ya kikristo pia inakiri kuhusu kupokelewa kwa toba, lakini kwa sharti hili ya kwamba mfanya toba awe mkristo. lakini katika islam kwa ajili ya toba hakuna sharti la dini yoyote. katika kila dini toba inaweza kukubaliwa, na inabaki dhambi ile tu ambayo mtu anafanya kwa kukataa kitabu cha mungu na mtume wake, na haliwezekani kabisa ya kwamba mtu kwa matendo yake tu aweze kujiokoa, bali hii ni hisani ya allah kwamba yeye anapokea toba ya mtu fulani na mwingine anamjalia nguvu kwa fadhili yake, naye anasalimika na dhambi. mtu mmoja alimjia katika majlisi yake na akamuuliza kwamba nisome nini. sayidina ahmad alah salam akasema kwamba soma sana istighfar. mtu ana hali mbili tu, moja asifanye dhambi, au mwenyezi mungu amsalimishe kutoka matokeo mabaya ya dhambi ile. hivyo wakati wa kuomba ghofira mtu anatakiwa kuzingatia maana zote mbili, ya kwamba ye asitende dhambi wala yatoke matokeo mabaya ya dhambi.
mwenyezi mungu amsamehe naye asitende dhambi tena katika maisha yake. akizingatia hilo asome istighfar. moja, aombe allah stara ya mazwambi yapitayo, na pili, amombe allah uwezo wa kuepukana na mazwambi yajayo, lakini afanye dua kwa moyo wake tu na si kwa ulimi peke yake, na katika swala aombe dua katika lugha yake. hili pia ni muhimu sana. sasa kuomba ghufira kwa mdomo tu na kuendeka astaghfirullah rabbi, sasa sitarudia maasi katika siku za usoni, hiyo haina faida mpaka athibitishe ya kwamba mtu hatarudia makosa yake ambayo yameshatendeka. akitufahamisha maana ya istighfar safari moja, sayidina ahmad alaihis salam alisema maana ya istighfar ndio hii ya kwamba lisitendeke zambi lolote la kizwahiri na nguvu inayomshawishi mtu kutenda zambi isitokee. huu ndio uhakika wa istighfar ya manabii, ya kwamba wao wanakuwa hawana hatia, wanakuwa watukufu, lakini wanafanya istighfar ili katika siku za usoni nguvu ile isitokee. na kwa ajili ya watu wa kawaida itachukuliwa maana nyingine ya istighfar ya kwamba makosa na maovu ambayo yametendeka, sasa mungu awasalimishe na matokeo yao mabaya na ayasamehe mazambi yao, na pia awasalimishe na mazambi katika siku za usoni. alisema kwa vyote vile jambo hili ni lazima kwa binadamu kwamba daima aendelee kuomba ghufira na istighfar. alisema mabala haya yanayoshuka katika sura ya ukame au katika sura nyingine, maana yake ni kwamba watu wajishughulishe kuomba ghufira na kufanya istighfar. siku hizi kuna hali ya kivita katika dunia. katika hali hizi pia sisi wa ahmadia tunatakiwa kufanya istighfar kwa ajili ya kuisalimisha dunia na kwa ajili ya usalama wetu. alisema lakini maana ya istighfar sio kwamba mtu aendelee kutamka astaghfirullah astaghfirullah. kimsingi kwa sababu ya lugha geni uhakika umeendelea kufichika kwa watu wa arabuni walikuwa wakielewa sana mambo hayo, lakini katika nchi yetu kwa sababu ya lugha geni hakika nyingi zimesalia nyuma ya pazia. wapo wengi wasemao kwamba sisi tumeomba sana ghufira, tukasoma tasbih mara 100 au mara 1000, lakini wakiulizwa maana ya istighfar na maana zake wanakuwa hawajui lolote, watakaa kimya tu. mtu anatakiwa kuendelea kuomba msamaha moyoni mwake, akisema kwamba maasi na makosa ambayo nimeshatenda basi nisilazimike kuona adhabu zake, na katika siku za usoni moyoni mwake muda wote aendelee kumwomba allah msaada ya kwamba mungu amjalie uwezo wa kutenda matendo mema na amsalimishe kutoka kutenda maasi. alisema kumbukeni vizuri ya kwamba maneno hayatawasaidieni chochote. mtu anaweza kuomba ghufira kwa lugha yake kwamba mungu amsamehe mazambi yaliyopita na amsalimishe kutoka mazambi yajayo na amjalie uwezo wa kufanya mema, na hiyo ndiyo istighfar ya kweli. hana haja kwamba aendelee kutamka astaghfirullah astaghfirullah tu na moyo wake usiwe na habari yoyote. kumbukeni kwamba jambo linamfikia mungu ambalo linatoka moyoni. mtu aombe dua kwa lugha yake na hivyo moyo pia unapata athari. ulimi unatoa ushahidi wa moyo tu. mtu akipata jaziba moyoni na ulimi pia ukiunga mkono, basi hilo ni jambo zuri, lakini bila moyo kutamka maneno kwa ulimi ni kitu kisicho na faida. lakini maombi yanayofanywa na moyo ni maombi halisi. kabla ya kutokea kwa balaa, mtu anapoendelea kumwomba mungu dua moyoni mwake, anaomba ghufira, hapo mwenyezi mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, hivyo balaa lile linakwama. lakini balaa likishuka, basi hali epukiki. kabla ya kutokea kwa balaa, mtu aendelee kufanya maombi na amwombe allah ghufira sana. kwa njia hiyo mwenyezi mungu wakati wa kushuka kwa balaa anamsalimisha. jamaati yetu inatakiwa kuonyesha jambo lisilo la kawaida. mtu anayefanya bayati na haoneshi jambo lisilo la kawaida, anamtendea mkewe kama alivyokuwa akimtendea kabla na habadiliki, na anawatendea ahali zake kama alivyokuwa akiwatendea kabla. jambo hilo si zuri. kama baada ya kufanya bayat pia hakubadilisha na hali yake ni ile ile aliyokuwa nayo, sasa kuna faida gani ya kufanya bayati? kinachotakiwa ni kwamba baada ya kufanya bayati awaoneshe jamaa na majirani na wengine mfano wake, mpaka watamke ya kwamba sasa mtu huyo si yule aliyekuwa kabla ya kufanya bayati. na hiyo ndiyo
natija inayotakiwa kuwepo ya istighfar ya kweli. Kumbukeni vizuri ya kwamba mkitenda amali kwa kujitakasa wengine watapata haiba yenu. Mtume saa salam alikuwa na haiba kiasi kwamba safari moja makafiri wakapata mashaka ya kuwa mtume salallahu alaihi wasallam atafanya dua mbaya zidi yao. Wawote wakaja kwake na wakaomba kwamba huzur usi tuombe dua mbaya. Mtu mkweli anakuwa na haiba, hivyo mnatakiwa kutenda amali kwa moyo safi na mufanye kwa ajili ya allah, ndipo athari yenu itatokea kwa wengine. Kisha safari moja alisema kumwogopa allah na kuwa mcha mungu ni kitu kikubwa. Mungu kwa njia hiyo anasalimisha kutoka maelfu ya mabalaa. Mtu isipokuwa awe na ulinzi wa mwenyezi mungu hawezi kusema kwamba balaa halitamkamata, na mtu hatakiwi kukafilika. Mabalaa yanakuja ghafla. Mtu atajuaje kwamba usiku itatokea nini? Imeandikwa ya kwamba safari moja mtume salallahu alaihi wasallam aliinuka kwanza, akalia sana, kisha akaelekea kwa watu na akasema, eni waja wa allah muogope allah, eni watu wa mungu muogope allah. Mabalaa na majanga yameungana na binadamu kama sisimizi, na hakuna njia ya kuepukana nayo isipokuwa mufanye toba na muombe ghufira kwa moyo safi. Kisha alisema maana ya istighfar ndiyo hii ya kwamba kuomba kwa allah msamaha wa maasi yaliyopita na kumwomba ulinzi ili mazambi yasitendeke katika siku za usoni. Hata manabii pia walikuwa wakiomba ghufira na kufanya istighfar, na watu wa kawaida pia. Baadhi ya mapadre wasiojua wameleta shutma juu ya mtume salallahu alaihi wasallam. Anawapa majibu, wanasema kwamba kwa kuwa mtume alikuwa akifanya istighfar, hivyo maana yake ni kwamba alikuwa na zambi, mungu apishe mbali. Alisema na imeandikwa ya kwamba kwa sababu ya kuomba kwake ghufira kunathibitisha ya kuwa mtume alikuwa na zambi. Wapumbavu hawa hawaelewi ya kwamba istighfar ni sifa moja tukufu. Mwanadamu ameumbwa dhaifu, na manabii wanajua sana kuhusu udhaifu huo wa kiasili. Hivyo wanafanya dua ya kwamba e allah, wewe utulinde ili dhaifu hizi za kibinadamu zisitokee. Ghafar maana yake ni kufunika. Jambo la msingi ni hili ya kwamba nguvu aliyo nayo allah haipo kwa nabii yoyote wala wali wala mtume. Hakuna awezaye kudai kwamba mimi kwa nguvu yangu naweza kusalimika na dhambi. Basi manabii pia wanamhitaji mungu ili wapate ulinzi, na kwa ajili ya kuonyesha hali hiyo ya kibinadamu mtume sallallahu alaihi wasallam kama manabii wengine alikuwa akimwomba allah uhifadhi wake. Wazo hili la watu hawa ni batili. Watu wa kristo wasemao kuwa isa alah salam alikuwa hafanyi istighfar, alisema kwamba wazo hilo ni batili. Hat isa alikuwa hafanyi istighfar. Huu ni ujinga wao na hali ya kuto kuelewa, na wanaleta shutuma juu ya hat isa. Tukisoma injil kwa makini tunapata kujua ya kwamba yeye katika sehemu nyingi alikiri kuhusu makosa yake na pia akafanya istighfar. Alisema kwamba haya niambieni ya kwamba eli lema sabaktani maana yake ni nini? Kwa nini hakumwita kwa kusema baba yangu baba yangu? Kwa ibrani el maana yake ni mungu, na maana yake ni kwamba ni rehemu, nijalie fadhili na usiniache katika hali hiyo, yani unilinde. Kwa hakika shida ndiyo hii, alisema kwamba kwa hakika shida ndiyo hii ya kwamba nchini india kwa sababu ya kutokuelewa lugha, shabaha halisi ya istighfar imepotea, na dua hizi watu wamezichukulia kama jantar mantar, yani maneno ya mdomoni. Sala ni nini na istighfar ni nini na toba ni nini? Tukimsihi mtu kwamba soma istighfar, yeye anasema kwamba mimi nasoma sana istighfar mara 100 au mara 200, nasoma tasbih. Lakini akiulizwa maana yake anakuwa hajui chochote. Istighfar ni neno la Kiarabu ambalo maana yake ni kwamba mtu aombe ghufira ya kuwa e allah, mazambi ambayo yameshatendeka utusalimishe na matokeo yake mabaya, kwani dhambi ni sumu na athari yake pia ni lazima itoke, na katika siku za usoni utulinde ili mazambi yasitendeke kwetu. Mtu hawezi kufanikiwa kwa kutamka maneno tu. Alisema kwamba maana ya toba ni kuacha kazi fulani kwa kuhisi majuto.
toba si kazi mbaya bali imeendikwa kwamba mwenye kufanya toba anakuwa mpendwa wa mungu. mwenyezi mungu jina lake pia ni tawab ambalo maana yake ni kwamba mtu anapohisi majuto kuhusu mazwambi yake na matendo yake mabaya na katika siku za usoni anafanya ahadi ya kuwa mbali na kazi ile mbaya, hapo mwenyezi mungu pia anaelekea kwake kwa rehema na mwenyezi mungu anapokea toba yake. hivyo hadisi inasema ya kwamba mtu anapoenda kwa allah hatua moja, basi mwenyezi mungu anakuja kwake hatua mbili, na mtu anapoenda kwa allah kwa kutembea, mwenyezi mungu anakuja kwake kwa kukimbia. yani mtu akielekea kwa allah, basi mwenyezi mungu pia anamjali kwa rehma na fadhili na maghfira yake, na mtu akigeuza uso kutoka kwa allah, basi mungu hatamjali. akieleza uhakika wa istighfar alisema ya kwamba mujue ya kuwa kurani tukufu imeeleza majina mawili ya mwenyezi mungu, alhai na alqayum. maana ya alhai ni kwamba mungu aliye hai na mwenye kuwajahalia wengine uhai, na alqayum maana yake ni aliyesimama na ndiye sababu ya kuwasimamisha wengine. kila kitu kimesimama kutokana na sifa hizi mbili tu. basi neno la hai linataka kwamba tufanye ibada ya mwenyezi mungu kama vile dhihirisho lake katika sura fatiha ni iyaka naabudu, na neno la qayyum linataka kwamba tumombe allah msaada, jambo ambalo limeelezwa katika iyaka nastain. neno la hai linahitaji ibada kwa kuwa yeye ametuumba na baada ya kutuumba hakutuacha. kama vile kwa mfano fundi anayejenga jengo, kama akifa jengo halipati shida yoyote, lakini mtu daima anaendelea kuwa na haja ya mwenyezi mungu. hivyo ni muhimu kwamba tuendelee kumwomba allah nguvu, na hiyo ndio istighfar. huu ndio uhakika wa kweli wa istighfar. kisha jambo hilo limepanuliwa kwa wale ambao wanafanya mazwambi kwamba wasalimishwe kutoka matokeo yao mabaya. mtu hata kama hakutenda zambi anahitaji istighfar ili abaki hai, ili abaki katika uhifadhi wa allah. lakini jambo la kweli ni kwamba binadamu asalimishwe kutoka mapungufu yake ya kibinadamu. hivyo mtu asiyeelewa kwamba ana haja ya istighfar, yeye ni mpagani na hana adabu. kisha alieleza uhakika wa istighfar akisema kwamba zambi ni mdudu ambaye anapatikana katika damu ya binadamu, lakini tiba yake inaweza kufanywa kwa istighfar. istighfar maana yake ni nini? kwamba mazambi ambayo yamekusha tendeka, mwenyezi mungu atusalimishe kutoka matokeo yake mabaya, na mazambi yasiyotendeka lakini nguvu zake zinapatikana ndani ya binadamu, muda usitokee wa kuyatokea na ndani kwa ndani yaungue. muda huu ni muda wa hofu, hivyo muendelee kufanya toba na istighfar. muendelee kufanya toba na istighfar katika zama hizi, na muendelee kuchunguza kuhusu nafsi yenu. watu wa kila dini na kaumu wanakubali kwamba adhabu inaondolewa kwa kutumia sadaka na kwa kutoa katika njia ya allah, lakini adhabu inaposhuka basi haiwezi kuondoka. hivyo mufanye istighfar na mufanye toba ili zamu yenu isitokee na mwenyezi mungu awalindeni. hivyo katika zama hizi tukiweka mbele yetu hali ya dunia, tufanye istighfar sana, kama nilivyosema kwamba mwenyezi mungu atusalimishe na kila shari na mabala na majanga. akieleza uhakika wa toba ameeleza ya kwamba alisema, kumbukeni ya kwamba kukataa toba na maghufira kimsingi ni kufunga mlango wa maendeleo ya kibinadamu. yani anayekataa uhakika wa toba kimsingi anafunga mlango wa maendeleo juu yake, kwani jambo hili ni wazi kwa kila mtu ya kwamba binadamu si kamili kwenye dhati yake. yani binadamu katika dhati yake si kamili, bali anahitaji ukamilifu wake.
na kama vile yeye akizwaliwa katika hali ya kizwahiri polepole anaongeza habari zake, hazaliwi akiwa msomi tu. vivyo hivyo baada ya kuzaliwa anapopata ufahamu, hali yake ya kihulka inakuwa imeharibika mno. hivyo mtu akitafakari kuhusu hali za watoto wadogo atapata kujua ya kwamba watoto wengi wanakuwa na tamaa ya kuwa katika mambo madogo madogo wanaanza kuwapiga watoto wenzao na wanabishana na wanaanza kusema uongo na wanashika tabia ya kuwatukana watoto wenzao, na baadhi wanashika tabia ya kuiba au kuteta na husda na ubahili. na wanapoingia katika ujana basi nafsi amara inawashinda na mambo mabaya yanatokea kutoka kwao ambayo yanaingia katika ufasiki na ufajiri. Ilmuradi kwa watu wengi hatua ya kwanza inakuwa ni ya maisha mabaya, yani mazingira yanawachafua, na mtu mwenye tabia njema anapotoka nje ya mafuriko haya anaelekea kwa Mungu wake. mtu mwenye tabia njema anapoona kwamba dunia imejaa na uchafu, hapo anaelekea kwa Allah, na anapoelekea kwa Allah kuna nini kinachotokea? Kwamba akifanya toba ya kweli anaepukana na mambo mabaya, anafanya toba na anaanza kutakasa asili yake. na hizi ni hatua za maisha ya kibinadamu ambazo mtu analazimika kuzipitia. hivyo ni zwahiri kwamba kama jambo hili ni kweli ya kuwa toba haikubaliwi, basi inathibitika wazi kwamba Mungu hana nia ya kumwokoa mtu fulani. safari moja alisema ya kwamba watu walikuwa wamekuja kwake na wakafanya baiati. hata Masihi Maud salam akawasihi, alisema kwamba haya ni matakwa ya Mwenyezi Mungu kwamba mtu afanye toba nusu na afanye dua kwamba mazambi yasitendeke kutoka kwake na asizalilike katika akhira wala katika dunia. afanye toba ili asipate uzalili katika dunia wala asizalilike baada ya kifo chake. alisema mtu asiposema jambo fulani kwa kuelewa na asipokuwa na unyenyekevu, jambo lake halimfikii kwa Allah. masufu ameandika kwamba siku 40 zikipita na mtu asilie katika njia ya Allah, moyo wake unakuwa mgumu. hivyo kafara yake ni kwamba mtu alie, na kwa ajili yake kuna mambo yanayochangia. mtu atafakari kwamba yeye ametengeneza nini na umri wake una hali gani. aangalie hali zake zilizopita, yani hali ambazo zimepita azione, zingine zipo zenye uchungu na maumivu azione. kisha moyo wa mtu unatetemeka na unanyenyekea. mtu anayesema na anayedai kwamba mimi naepukana na dhambi, yeye ni mwongo. pale ambapo ipo sukari, sisimizi lazima wanakuja. vivyo hivyo mambo ya nafsi yameendelea kuungana naye. kivipi anaweza kupata wokovu kutoka kwa hayo? mtu asipona fadhili na rehema ya Allah hawezi kusalimika na mazwambi, hata kama awe nabii au walii. wala si nafasi yao ya kujivunia kwamba sisi hatutendi mazwambi, bali daima wao walikuwa wakimwomba Allah fadhili yake. na maana ya istighfar ya manabii ndiyo hii kwamba mkono wa Allah uwe juu yao, waila mtu akiachwa juu nafsi yake basi hawezi kusalimika. Allahumma baid baini wa baina khataya na maombi mengine yanaeleza maana hizi za istighfar. siri ya ibada ni kwamba mtu aje chini ya uhifadhi wa Allah, na mtu asiyetaka uhifadhi wa Allah yeye ni mwenye kibri. mtu fulani alimuuliza kwamba kivipi tunaweza kuzalisha shauku katika ibada. hata saizi pia watu wanauliza maswali ya namna hiyo. alisema kwamba katika vitendo vyema na kwenye ibada zauk na shauk haiwezi kutokea yenyewe. hiyo inatokana na fadhili na uwezo wa Allah, na kwa ajili yake ni muhimu kwamba mtu asikate tamaa na aendelee kufanya dua ili Mungu amjalie fadhili yake na uwezo wake. amwombe Allah shauku ya kufanya ibada na asichoke katika maombi yake. mtu anapoendelea kufanya dua kwa moyo wake wote, basi Mwenyezi Mungu anazalisha jambo hili ambalo kwa ajili yake anakuwa na uchungu moyoni mwake.
kama ana shauku moyoni na anataka kupata shauku na lazza katika ibada basi aendelee kufanya dua ndipo hali hiyo inatokea lakini mtu asipofanya mujahada na asipofanya juhudi na kisha aelewe kwamba kwa kupulizia tu mtu fulani afanye hiyo sio kawaida na suna ya mwenyezi mungu kwa njia hiyo mtu anayemjaribu allah yeye anafanya kichekesho na allah na anapata hasara kumbukeni ya kwamba moyo umo mkononi mwa allah na fadhili yake isipokuwepo basi siku ijayo aende kuwa mkristo au aingie kwenye upagani hivyo daima mwendelee kumwomba fadhila na mwendelee kuomba msaada wake ili allah awajalieni njia iliyonyoka mtu anayekuwa mbali na allah anakuwa shetani hivyo ni muhimu kwamba mtu aendelee kufanya istighfar ili sumu ile isitokee ambayo inamwangamiza binadamu hivyo kwa ajili ya kufikia kiwango cha ibada istighfar ni muhimu sana kisha akieleza ufafanuzi wa jambo hili kwamba kuna njia gani ya kuepukana na adhabu ya mungu alisema kwamba mufanye toba na istighfar bila toba na istighfar mtu hawezi kufanya lolote manabii wote wamesema kwamba mkifanya toba na mkiomba ghufira mungu atawasameheni hivyo muswali swala na mumombe allah msaada wa kuepukana na mazambi yajayo na muombe allah msamaha wa mazambi yaliyopita na mufanye istighfar mara kwa mara ili nguvu ya kutenda mazambi inayopatikana katika asili ya binadamu isitokee katika asili ya binadamu kuna vitu viwili moja ni nguvu ya kutenda mema na nyingine ni nguvu ya kutenda mabaya na kuizuia nguvu hiyo ni kazi ya mwenyezi mungu na nguvu hiyo inapatikana ndani ya mtu kama vile katika jiwe kunakuwa na nguvu ya moto kisha alisema kwamba wainistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih kumbukeni ya kwamba vitu hivi viwili umma huu umepewa moja ni kwa ajili ya kujipatia nguvu mufanye istighfar pili kwa ajili ya kuonyesha nguvu huyo kimatendo mufanye toba na mwelekee kwa allah yaani kwa ajili ya kujipatia nguvu kuna istighfar ambayo inaitwa istimdad na istianat yani kuomba msaada masufi wameandika kama vile kwa kufanya mazoezi kama nilivyoeleza kwamba wanaofanya mazoezi wanazidi katika nguvu ya kimwili vivyo hivyo mazoezi ya kiroho ni istighfar na kwayo roho inapata kuimarika na moyo unaimarika mtu anayetaka kupata nguvu basi afanye istighfar alisema ya kwamba mlango wa fadhili na rehema ya allah hauwezi kufungwa mtu akielekea kwa allah kwa moyo safi na kwa ikhilasi basi mwenyezi mungu ni mwingi wa rehema na mpokeaji wa toba hivyo kuelewa kwamba yeye atasamehe mazambi gani na gani hiyo ni kinyume cha heshima ya mwenyezi mungu hazina za rehema zake hazina hisabu na mlango wake haufungwi kwa yeyote si kama ajira ya wazungu kwamba wasomi ni wengi kivipi tuwapatie ajira watu wote kwa kadri watakayofika kwa allah wote watapata daraja kubwa hii ni ahadi yenye yakini mtu huyo ni mwenye bahati mbaya ambaye akate tamaa kutoka allah na muda wa kifo ufike kwake bila shaka wakati ule mlango unafungwa kisha alisema kwamba iwe wazi ya kuwa toba katika lugha ya kiarabu maana yake ni kuelekea kurejea ndiyo maana ndaye kwa tukufu mwenyezi mungu amepewa jina la tawab yani mwenye kuelekea sana maana yake ni kwamba mtu akiacha mazambi anapoelekea kwa allah kwa moyo safi mwenyezi mungu anaelekea zaidi kwake na jambo hili linaendana na kanuni ya kudra kwa kuwa mwenyezi mungu ameweka katika asili ya binadamu jambo hili kwamba mtu mmoja anapoelekea kwa mwingine kwa moyo safi basi moyo wake unayeyuka kwa ajili yake kisha kivipi akili inaweza kukubali jambo hili kwamba mtu aelekee kwa allah kwa moyo safi lakini mungu asielekee kwake bali mwenyezi mungu ambaye zati yake ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu ye anaelekea zaidi kwa mja wake ndiyo maana ndani kuna tukufu jina la mwenyezi mungu kama nilivyoandika hapa kwamba ni tawab yani mwenye kuelekea sana hivyo kuelekea kwa mja wake kunakuwa kwa
majuto na unyenyekevu na kuelekea kwa mungu kunakuwa na rehma na maghufira na sifa ya rehma isipowepo katika sifa za allah hakuna anayeweza kuokoka. ni masikitiko kwamba watu hawa hawakutafakari juu ya sifa za allah na wanategemea mambo yao na amali zao tu, lakini mungu ambaye ameumba maelfu ya neema bila matendo ya mtu yote, je hii inaweza kuwa hulka yake kwamba mtu ambaye ni mzaifu aelekee kwake na aelekee kiasi hiki kwamba afe katika njia yake na aungue katika mapenzi yake, hata hivyo mwenyezi mungu asielekee kwake? Je hiyo inaweza kuwa kanuni ya kudra yake? Hapana. anasema haya basi ni laana ya allah juu yake. akitusihi kuhusu kujiletea mabadiliko matakatifu katika maisha, anasema kwamba kumbukeni vizuri ya kwamba kwa kumwacha allah kutegemea dawa na mipango ni ujinga. mulete mabadiliko katika maisha mpaka mujue kwamba maisha mapya ni maisha ya istighfar. mufanye istighfar sana. watu ambao kwa sababu ya shughuli za kidunia wanapata muda mfupi wanatakiwa kuwa na hofu zaidi. kwa sababu shughuli za kidunia wanasema kwamba tunapata muda mfupi, hivyo wawe na hofu zaidi. wanaofanya kazi serikalini mara nyingi wajibu zina makosa, hivyo katika hali ya uzuru kuswali swala kwa pamoja ni halali. mnaweza kuswali kama mna uzuru, lakini asili ni kwamba swala zisaliwe kwa wakati. alisema najua vile vile ya kwamba viongozi wakiombwa ruksa ya kuswali swala wanatoa ruksa yake. yani viongozi ambao hata si waislamu mkiwaomba ruksa ya kuswali wanatoa tu. hivyo kwa ajili ya kuacha swala uzuru wa namna hiyo ni udhaifu wa nafsi tu na si jingine. msikosee, msighafilike kuhusu haki za allah na haki za waja wake, na mutekeleze wajibu wenu wote kwa uaminifu. hivyo tutapata faida ya istighfar na toba, ambapo tutatekeleza amri zote na tutaswali swala kwa wakati na tutatimiza haki za allah na haki za waja wake. kisha alisema ya kwamba basi inukeni na mufanye toba na mumfurahishe mola wenu kwa matendo yenu mazuri, na kumbukeni ya kwamba adhabu ya makosa ya kiitikadi ni baada ya kifo, na hukumu kuhusu mhindu au mkristo au muislamu itatokea siku ya kiama. lakini mtu anaezidi katika zulma na kwenye ufasiki anapewa adhabu katika dunia hiyo hiyo na hawezi kukimbia adhabu ya mungu. hivyo mumfurahishe mungu wenu, yeye ni mwingi wa rehema. kwa kupitia toba anaweza kusamehe mazwambi ya miaka 70, na msiseme kwamba toba haipokelewi. kumbukeni ya kwamba nyini kwa matendo yenu hamwezi kuokoka. daima fadhili ya allah inatuokoa na si matendo. hivyo muiname mbele ya allah na muombe fadhili yake mkifanya istighfar. kisha alisema kwamba ewe allah mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, utujalie fadhili, kwani sisi ni waja wako na tumeinama kwenye kizingiti chako. mwenyezi mungu atujalie kuwa warisi wa maombi ya masihi wasalam, na tukielewa mafhum ya toba, tukielewa uhakika wa istighfar, tuweze kufanya istighfar na kufanya toba. sasa nitawazungumzia baadhi ya marehemu na pia nitasilisha sala yao ya jeneza. marehemu wa kwanza ni bi ansa begam sahiba, ambaye alikuwa binti wa mir muhammad ishaq sahib raziallahu anhu. akiwa na umri wa miaka 93 amefariki dunia siku za nyuma. inlillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili Allah alikuwa musi. alizaliwa katika kadian. hatmi nasr nawab sahib alikuwa babu yake. jina la mama yake lilikuwa saleha begam sahiba bint pir manzur muhammad sahib. alisoma masomo ya awali kutoka kadian. mwenyezi mungu akamjalia vijana wawili na binti mmoja. alikuwa ameolewa na marehemu kazi shaukat sahib. mir mahmud ahmad nasir sahib anaandika kutoka rabwa kuhusu dada yake ya kwamba
dada yetu alikuwa na tabia njema sana asiye na shari, na kabla hajaolewa alikuwa mwenye kuitumikia familia nzima. Anasema kwamba katika siku za mwanzo za rabwa, pale ambapo umeme ulikuwa haupo na kulikuwa na joto kali, tulikuwa tukiishi katika nyumba za udongo. Anasema kwamba tulikuwa tukijumuika katika chumba kikubwa ili kuepukana na joto. Kulikuwa na feni yenye kamba, na dada yetu huyo alikuwa akipepea kamba ile na feni ile ili sisi tuweze kupumzika. Alikuwa na jaziba ya kuwatumikia wote. Watoto wake wanaandika ya kwamba mama yetu alikuwa mwanajumuiya muislamu mwenye ikhilasi, alikuwa mke mwenye kutimiza haki zake na wajibu wake, alikuwa na tabia njema sana, mwenye kuwapenda wote. Alikuwa akitusimulia matukio mbalimbali ya mtume saa salam na makhalifa zake na maswahaba zake kwa njia nzuri sana, na pia alikuwa akitusimulia matukio ya jamaat na ya msaslam na makhalifa zake na maswahaba zake kwa njia nzuri sana. Alikuwa akiwasihi watoto wake na watu kwamba musimame kidete juu ya imani na muishi maisha yenye hekima. Alikuwa mtumishi mkubwa na mwema katika mambo ya kijamaati. Alikuwa na sifa kubwa ya kutumikia ubinadamu. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri, mpaka alikuwa akiwahubiri rubani wa ndege na watu wengine wa airport. Alikuwa na hulka njema sana. Alikuwa na kipaji cha kutoa hutuba nzuri. Kuna mpwa wake Amatul Kafi anasema kwamba alikuwa amelelewa vizuri na hivyo akaendelea kuishi maisha yake sawa na malezi yale. Alikuwa na shauku ya kutuimikia dini, mpaka katika mji wa New York alikuwa akienda miskitini na kufanya usafi. Watu wanasema kwamba wakati wa kununua vifaa mbalimbali alikuwa akiwahubiri watu sawa na uelewa wake na lugha yake. Alikuwa na huruma kwa maskini. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake kuendeleza mema yake na amghufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja. Jeneza ya pili ni ya Bi Bushra Akram sahiba wa Sialkot, ambaye pia alifariki dunia siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwaka 1955 alizaliwa katika Batal, wilaya Sialkot. Marehemu alikuwa mcha Mungu mwenye kuswali. Alikuwa na sifa ya kuwatumikia wageni na alikuwa anaupenda sana ukhalifa. Alikuwa akiwaheshimu sana wabashiri. Ameacha nyuma mume na mabinti watatu na kijana mmoja. Kijana wake Babar Shehzad saheb ni mbashiri wa jamaat nchini Sierra Leone. Anaitumikia jamaati, na huko kwa sababu ya kuwepo katika uwanja wa mahubiri hakuweza kushiriki katika jeneza yake. Babar Shehzad saheb murabi saheb anaandika ya kwamba nilipoingia katika jamia, mama yangu alifurahi sana. Yeye aliuliza kwamba walikuwa wamekuuliza nini. Alisema kwamba niliulizwa kwamba wewe ni mtoto mmoja tu wa wazazi, sasa umetoa wakfu, sasa kivipi wao wataishi? Anasema kwamba kwa kusikia swali hilo, mama akasema kwamba kama ningekuwa na vijana 7 ningewatoa wote katika wakfu. Anasema kwamba siku za mwisho alipokuwa katika hospitali nikampigia simu na nikamjulia hali yake. Yeye japokuwa alikuwa na maumivu akasema kwamba si jambo, na sawa na maagizo ya daktari naendelea kula na kutumia dawa. Na pia akasema kwamba ikitokea shida yote usihuzunike na ubaki katika Afrika tu. Wewe umetoa wakfu maisha yako, hivyo ufanye subira. Na anasema kwamba hayo yalikuwa maneno ya mwisho ya mama yangu. Alikuwa akiwajali watu maskini wenye haja na wajane, na alikuwa akiwasaidia. Alipokuwa akipokea mavuno ya ngano na mchele alikuwa akigawa katika sehemu mbalimbali. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake subira. Marehemu anayefuata ni Musarrat Jahan sahiba, mke wa Chaudhry Muhammad Akhtar sahib wa Australia, ambaye pia siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri ya miaka 87.
babu yake hat babu muhammad afzal ojli saheb alikuwa sahaba wa masihi mola satu wassalam. Ye alilelewa chini ya kivuli chake. Alikuwa amepata brain hemorrhage tangu miaka 16 iliyopita. Aliendelea kulazwa. Watoto wake, mwana wake na binti mkwe wakamtumikia. Mwana wake Zahid, binti mkwe anasema kwamba jinsi yeye alivyonitendea katika maisha yake, huyu hakuwa mama mkwe bali akanitendea kama niwe binti yake. Alikuwa anaswali swala na kufunga saumu bila kukosa, na alikuwa anazingatia sana ibada yake. Katika nyumba yake alikuwa ameweka sehemu tofauti kwa ajili ya ibada, na wakati darsa ilipokuwa ikitolewa katika msikiti wa Mubarak, alikuwa akitoka Darul Uloom na kwenda huko kwa kutembea, na katika ashra ya mwisho Ramzan alikuwa anaenda kuswali tarawih. Alikuwa na uhusiano na ukhalifa wenye heshima. mume wake alikuwa station master wa railway, na alipokuwa anaenda kuitumikia nchi, mama huyu alikuwa anaendesha darsa kwa ajili ya kuwafundisha watoto Qur'an tukufu. Alipoanza kuishi mjini Rabwa akaendesha darsa hiyo ya Qur'an tukufu. Ameacha nyuma mume na vijana watatu na mabinti watatu. kijana wake mmoja ni Hafidh Rashid Javed Saheb ambaye ni Nazim al-Qaza Rabwa, ambaye ni wakfe zindagi, yani amejitolea maisha yake wakf. Mwenyezi Mungu amghfiri na amrehemu, na mema yake awajalie watoto wake kuyaendeleza. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Nasir Ahmed Quraishi Saheb wa Marekani. Ye pia alifariki dunia siku za nyuma akiwa na umri miaka 88. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mume wa Amatul Bari Dasa Sahiba ambaye ameendelea kuitumikia Lajna Maila Karachi kama katibu wa Ishat. Ameacha nyuma mke na vijana wawili na mabinti watatu. Mjukuu wake mmoja Waqas Khurshid ni mbashiri na mmoja anasoma katika Jamia Canada. Mjukuu wake, jina la baba yake lilikuwa mheshimiwa Muhammad Shamsuddin Bagarpuri Sahib. Kwenye familia yake jumuiya ilipatikana mwaka 1913 ambapo Maulvi Abdul Majid Sahib ambaye alikuwa baba wa Sagida Sara Begum Sahiba, mke wa Kharim Sani, alifanya jalsa katika eneo hilo na akaeleza hoja kuhusu ukweli wa Masihi Maud. Baba yake akasirika sana, akaenda kukutana naye juu ya jukwaa, akapewa literature, akasoma, akafanya dua, na Mwenyezi Mungu akamwonyesha katika ndoto sura ya Hatma Salam na ndoto zingine. Hivyo akamwandika Khalifa Awwal barua ya kufanya dua, barua ya kufanya bayat. Hivyo akawa katika Wahmadia wa mwanzo wa Bagalpur. Kwa sababu ya upinzani mkali akahama na kuja Qadian, na akaendelea kuzidi katika ikhlas na mapenzi. Pia akaitumikia jamaat kama car driver wa khalifa mtukufu wa pili. Nasir Quraishi Saheb alizaliwa mjini Qadian. Baada ya partition akaanza kuishi katika mji wa Karachi, akasoma huko huko, akaendelea kusoma japokuwa hali haikuwa rafiki. Akafanya electrical engineering, kisha akaanza kufanya kazi katika idara ya simu. Akapata maendeleo hadi wazifa wa general manager, na baada ya kustaafu alikuwa mwenye kufanya juhudi. Akapata staafu akiwa afisa mwenye imani na mwaminifu. Akaendelea kuitumikia jamaat kama Sadr Halka Nazmabad, na katika sehemu zingine pia akaendelea kuitumikia jamaat kama rais. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Mke wake Amatul Bari Sahiba anaandika kwamba nilimkuta mume wangu akiwa na swali na kufunga saumu bila kukosa. Daima moyo wake ulikuwa ndani ya misikiti.
alikuwa mwenye kuhisi wajibu wake, akawalea watoto wake vizuri, akapata bahati ya kuwatumikia watu wenye haja. Alikuwa mwenye kupenda sana ukhalifa na alikuwa na tabia ya kusema jambo lililonyoka. alikuwa musi. mwenyezi mungu awa खिलाफत से वाले आना मोहब्बत करने वाले थे, साफ सीधी सच्ची और खरी बात कहते थे और खुदा के फजल से मूसी थे। अल्लाह ताला इनके बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.